Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya ng'ombe. Bado upo na hofu moyoni mwako, hasa kwa lile lililojitokeza. Kitu unachokiona mara kwa mara kinakupa taarifa ya jambo kutokea au kuwa na ukweli. Utakuwa mwenye kusita kufanya kitu. Utajifunza kitu baada ya mtu kuwa mbali na wewe. Mtu kupata nafasi ya kazi kwa ajili yako. Wema wa mtu kukufunza. Kuhitaji upate kitu ulichokipoteza. Jambo lako mtu atafanya kulipuuzia, lakini yuko kwa kulitafakari kwa kuwa limemgusa. Hutojali kwa jinsi utakavyombadilikia mtu. Kutokea kwa mlipuko wa kitu. Kuwa makini na vitu vyenye uhatarishi. Shaka yako na simanzi itatoweka hivi karibuni. Unaelekea kukamilisha kitu. Ukimya wako utampa mtu hofu. Kumsikiliza mtu kwa umakini ili upate kumuelewa. Moyo wako unakushawishi kufanya kitu. Upo kwenye mwongozo mzuri na ndio maana unapata taarifa kabla ya kitu kutokea. Nyota ya mbuzi. Kumgombeza mtu. Kuhisi maumivu sehemu. Kutojibu jumbe za mtu kwa wakati. Kutishia kumfanyia mtu kitu kibaya. Mtu kutaka kukudhulumu lakini hatoweza. Kujihoji mwenyewe kwa kitu ambacho kingetokea kwako ungekipokea kwa namna gani. Mtu kuitangaza biashara yako kwa lengo la kuikuza kazi yako. Utasemeshwa kwa jambo linalohusu ndoa au mahusiano. Kupata shauku ya kitu. Kujiamini. Kugundua kuwa ulikuwa na tatizo la muda mrefu baada ya dalili kubwa kujionesha kwa sasa. Kumwambia mtu jambo na atalisema kwa mtu mwingine. Kutamani mafanikio ya haraka. Kuiona picha yako ya muda mrefu au ya zamani. Kuangalia muda vibaya. Kusumbuliwa na kunguru kila utakapokuwepo. Ni ishara ya uadui kukuandama. Ushauri. Mbuzi. Usipende kujaribu kufanya vitu ambavyo vitakugharimu. Tumia akili na si hisia katika kufanya kazi. Nyota ya mashuke. Maneno ya mtu yatakufariji na kukupa amani. Kuonesha nia na juhudi katika jambo. Kufuatilia kitu. Kujihisi mwenye hatia au kukosea kwa kuwa kutokuwa muwazi kwa mtu. Kutohitaji kuishi maisha ya kuiga au ya kuigiza, ila uhalisia zaidi ndio utakao kuwa nao. Hila za mtu zitafanya ukose kitu. Kushtuliwa na mtu au kitu. Ulichodhulumiwa kitarudi hivi karibuni. Kuhangaika kutafuta usingizi kwa muda mrefu. Kusikia kelele za ugomvi kwa watu. Utakuwa mgumu kukubali kitu. Kupitiwa na upepo mkali kwa haraka. Ikikujulisha kuondoshewa vazi baya la husda. Kuonewa wivu baada ya kupatiwa kitu mbele za watu. Kutotaka kuonesha hisia zako wazi kwa kitu au mtu. Kinachotakiwa kukitekeleza utakifanya kwa usahihi. Kumridhia mtu. Kukabiliana na tatizo la mtu. Nyota ya mizani. Kuutakasa moyo wako kwa mtu. Kuona mabadiliko ya haraka ya kazi yako. Acha kufikiria zaidi kupata msaada. Jitengenezee njia ya kuweza kujikwamua wewe mwenyewe. Usingizi kukata wakati wa usiku sana na kubaki kwa muda mrefu bila kulala tena. Kudhibiti mauzi yanayojitokeza. Kujichosha kwa kumpigia mtu anayekunyamazia kwa makusudi. Kurekebisha kitu. Kutoa ruhusa kwa mtu. Kuiangalia akaunti ya mtu mara kwa mara. Kuhisi huu ni wakati sahihi wa kufanya jambo. Nyota ya mapacha. Kubeba vitu vyenye uzito mkubwa. Kutojali maneno ya mtu kwa kuwa unajua ufanyalo. Kujilazimisha kuongea uongo huku ukijishtukia kwa kuwa ili kulazimu kufanya hivyo. Utakuwa na maongezi mazuri na mtu. Kuwaacha watu wakibishana kwa mambo yao. Kujitenga na mtu muovu. Nyota ya ndoo. Kuthibitishiwa kitu kuwa hakina madhara. Kuwa na ukarimu na kuonesha mapenzi ya kweli. Kuwakumbuka wapendwa wako. Kubadilisha maamuzi ya kuachana na mtu. Kukosa usingizi. Mtu kukunyima furaha. Kutoa pesa zote ulizozihifadhi. Kutaka kufanya jambo litakalokuwa na maendeleo. Mtu kukusikiliza na kukuelewa kwa mapokezi atakayo kuoneshea. Utapata ndoto yenye majibu ya jambo linalokutatiza. Mambo mazuri yaje hivi karibuni. Kuukumbuka uwepo wa mtu. Vurugu za mtu kupungua. Kufanya upekuzi kwenye simu.
kusimamia jambo la mtu kwa uadilifu sana, kuandika barua ya maombi. Kwa baadhi, kuacha kazi, kuvutiwa na kitu, mtu kuwa mstaarabu sasa. Wiki 2 zijazo zitakuwa zenye ubora zaidi katika mambo yako. Nyota ya samaki. Kukutana na mtu ambaye mlikosana naye. Kuhitaji ukaribu ulioupoteza kwa mtu. Kuacha kitu sehemu na kuchukuliwa na mtu usiyemjua. Kusikia maneno mabaya yatakayokuumiza. Kuhisi mtu hana hisia na wewe tena kama hapo awali alivyokuwa na kujali. Mawazo yako kuwa sahihi kwa unachokifikiria. Utaanza kuchukizwa na kitu. Kujiondoa kwenye mtego wa mtu. Kujiweka vema katika mwelekeo wako ili kujimudu na kuacha kuwanufaisha wengine. Utajaribu kuitunza siri au jambo linalokukabili. Samaki, usijione mjinga kukosea, ila jifunze ili kuwa mwelewa. Ujuzi uliokuwa nao kwa sasa utakunufaisha ukiwa mwenye mazingatio mema. Kupata mpinzani katika kazi. Kumchangamsha mtu kwa uwepo wako. Utafurahikiwa na watu. Mchoro wa kitu utakupa ishara ya jambo kuweza kulifanya. Ikiwa mchoro huo utauangalia sana au kushtukia tu unauangalia, basi tambua kuna ujumbe unapatiwa. Kusifika, kuona mabadiliko ya mtu. Kutotambua kitu kinachomaanishwa. Nyota ya kaa. Kupata hisia kali kuhusu kitu. Kutokuwa na ujasiri kama wa hapo awali uliokuwa nao. Kujihisi mnyonge. Kutamani kupambazuke kwa haraka. Kusikiliza wito wa mtu na kukuambia jambo lake. Kuhisi hatia kukaa mbali na mtu. Kujilaumu kufanya jambo. Kufikiriwa na mtu mara kwa mara. Kuhitaji kumiliki kitu. Kujizuia kumuuliza mtu jambo ambalo lingeleta shida baadaye. Mtu kutamani ukaribu na wewe. Jambo muhimu litakufikia hivi punde. Kuutambua upendo wa mtu kwako. Kaa, kisichodumu kwako si bahati yako. Omba Mungu upate kilicho sahihi kwako na kudumu nacho. Kuanzisha biashara. Nyota ya nge. Kuhamishwa katika nafasi ya kazi. Kuingilia jambo ambalo utatoa msaada kwa maelewano kwa watu. Kutulia kwa muda mrefu kuliwazia jambo. Kumshuku mtu kwa namna mbaya. Kujitahadharisha na kitu. Utaacha kuwa mtumwa wa kitu. Kutamani kujua kitu zaidi. Mtu atakata kiu yako kwa kukufahamisha jambo. Kutetea haki yako. Kukataa ushawishi. Kumfichua mnafiki. Nyota ya punda. Makasiriko kuisha. Kusuruhisha jambo. Utakuwa na uoga kutembea usiku. Kumtuliza mtu mwenye utata. Kuzungumza na mtu mambo mengi yanayohusu familia. Nyota ya mshale. Kupona. Kujihisi furaha. Kupata faida ya kitu usichokitarajia. Kumwongelea mtu kwa wema. Mtu kukuthibitishia kitu ambacho utaona kweli yu sahihi. Kuona vitu vinavyofanana katika hali ya kuongozana. Inakujulisha upo kwenye wakati wa uangalizi mzuri. Nyota ya simba. Kulizwa na kitu na kukumbuka jambo. Kufikia mwafaka uliosubiri kwa muda mrefu. Mwenendo wa mtu kuwa mzuri kwa sababu yako. Kushtukiziwa kitu. Kukataa kitu kisichokuwa na faida kwako. Kujifunza kutokana na changamoto ulioipata. Utajua kwa sasa upo kwenye upande gani wa watu wanavyokuchukulia. Kutumiwa pesa kwa ajili ya malipo fulani. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.